Agenda ambayo tutakuwa nayo kwa siku mbili zijazo, na kama Mungu atakuwa ameruhusu hivyo, akisema inahitaji kuendelea zaidi, tutaendelea zaidi. Kama ile ya juzi ile nilikuwa nimesema siku mbili, lakini Mungu akataka tuendelee na siku ya tatu, na kwa kweli siku ya tatu hasa ndiyo ilikuwa inahitimisha, na nguvu yake ilikuwa sio ya kawaida. Tutakuwa tunaomba kwamba kila ambalo tunahitaji kulipokea kutoka kwa Bwana, au kila ambalo Bwana ataliachia kwenye maisha yetu, tulipokee kwa wakati. Tutaombea kupokea kutoka kwa Bwana, lakini si kupokea tu, kupokea kwa wakati. Kwa wakati. Mungu anapobadilisha season, anapobadilisha nyakati, kila jambo linatakiwa kufanyika kwa wakati wake. Kesho nitakuwa nazungumza kitu kinachoitwa kupokea mvua kwa wakati na kuzaa matunda kwa wakati. Nikimaanisha jambo hilo nimemaliza kusema kwamba wakati naanza nilisema wana wa Israeli waliambiwa na Mungu watakaa Misri miaka 400, lakini wakakaa miaka 430. Kwa hiyo ni kweli waliondoka Misri, lakini hawakuondoka kwa wakati. Na kule kutokuondoka kwa wakati kulikuwa na sababu. Haikutokea tu kwamba Mungu amesahau, alisema 400 halafu akatoa baada ya miaka 430. Ile miaka 30, unajua miaka 30 kwa maisha ya mtu ni muda mrefu sana. Miaka 30 kwa mateso ya mtu ni muda mrefu sana. Miaka 30 ya kutopokea ulichotarajia ni miaka mingi sana. Miaka 30 haikuwa muda mfupi kwa mtu alitarajia kupokea kitu, ilikuwa mingi. Kwa hiyo nitaconnect hiyo ambayo nilisema siku ya kwanza na hii nitakaosema kesho, ili ninachosema kwamba kupokea kwa wakati ilete maana. Nataka kuomba Mungu kuanzia sasa na mwaka wote ujao, vitu vya kimungu vyote vifanyike kwa wakati, baraka ije kwa wakati, kufanikiwa kuje kwa wakati, kila kitu kije kwa wakati. Hata mnaupanda vyeo huko makazini, mpande kwa wakati. Jina la Yesu libarikiwe. Kila kitu kije kwa wakati. Kuna lugha za kiroho Biblia inatumia, inaita nitakupa mvua yako kwa wakati wako. Haleluya. Na mazao yako yatazaa matunda kwa wakati wake. Nitakupa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na mazao pia yatatoa matunda kwa wakati wake. Haleluya. Tutasoma Zaburi hapa, mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Inaongea hapo tulipoishia, yale zile silaha. Sura ya 1 Zaburi, mstari wa 1 mpaka wa 3. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo mpendezayo, na sheria yake uitafakari mchana usiku. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, na wala jani lake halifanyije? Jani halifanyi nini? Na kila analofanya linakuwaje? Sema kama muamini, kila analofanya linafanyaje? Tunataka msamiati wa mtu kufanya mambo halafu hayafanikiwi ufutike Gilgali kwa jina la Yesu. Hiyo vocabulary kwamba watu wamefanya mambo halafu hayakufanikiwa, tunaifuta kuanzia kesho. Kwa muda wa siku 2 tutafanya kazi ya kufuta hilo jambo, na Mungu akipendeza akatuongezea na siku nyingine tutaiongeza. Kwa sababu mtu huyo kila alitendalo
itafanikiwa. Mvua yake inanyesha kwa wakati. Hapa amesema anakaa kwenye maji kabisa, lakini kesho nitakuwa na andiko linalokuonyesha pia hata kama ingekuwa ni mvua itakuwa inanyesha kwa wakati, ili matunda yaje kwa wakati pia. Ubarikiwe na Bwana.